Mwaka 2022 Dr. Ruwana aliweza kujitokeza na kutabiri Wema Sepetu kuweza kupata mtoto, yani mwaka huu 2026, ambapo kwa siku ya jana tarehe 12 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 majira saa 11 jioni Wema Isaac Sepenga aliweza kupata mtoto. Nimekusogezea video ambayo Dr. Ruwana akiwa amezungumza na nimekupitishia kupitia hapo Rich Media. Tazama kwa makini, then nimekupitishia interview. Tazama kwa makini. Mimi naitwa Presenter Rich. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wapenzi wafuatiliaji wa Dr. Ruwana ambayo mnapenda kunifuatilia. Leo ni 2022. Leo ni 2022 mwezi wa 6. Ni 2022 mwezi wa 6. Kuna msanii Wema ameteseka sana na masuala ya uzazi. Ameteseka sana na mambo ya kutokutaka kupata mtoto, mpaka watu wanasema hana kizazi, si aenda kufanya surgery, si ametoa kizazi, si ametoa nini. Lakini naweza kusema kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, na kupitia majina, kupitia mizimu ya kwangu, nimeota Wema na mtoto, tena mtoto wa kiume. Na sio muda mrefu. Hii miaka 3, 4, 5, naweza kusema 2025 au 2026. Mwezi wa 6. Kama sio tarehe 12 basi tarehe 13. Na itakuwa ni jioni, mchana. Kwa uwezo wa Allah namuona na mtoto Wema, najua hii video utaisikia. Kwa uwezo wa Allah na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, maneno yangu utakuja kuyaelewa siku moja. Kwa leo hamwezi kunielewa kwa sababu wa Tanzania ni watu wa kusema kwamba mtu anapenda kiki, anapenda nini, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utakuja kunikumbuka. Hii video kama unaweza ichukue, download, uchukue iweke sehemu nyingine. Ila utakuja kuikumbuka hii video na utapata mtoto wa kiume. Na itakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa sababu watu watakuwa wametoka msikitini hivi siku ya Ijumaa. Kwa sababu naona siku watu wametoka kuswali swala ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Utakuja kunikumbuka. Wabillahi wa taufiki. Naam, mtazamaji wa Bongo 9 pamoja na Rich Media, ni wakati mwingine tena tumeweza kuonana na Dr. Ruwana, mkombozi wa wanyonge, Dr. kutoka mbinguni, Dr. come from heaven, mganga pekee ambaye alizaliwa kwa sababu ya kuweza kutibia watu wengine, binadamu pekee aliyeshushwa duniani kuhakikisha wewe unayemtazama haupati shida. Leo tumeweza kumtembelea baada ya kipindi kirefu kuweza kupita. Kwanza kabisa nianze na salamu. Dr. Ruwana, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam shehe wangu, vipi hali? Kwangu mimi na timu yangu nzima ya Bongo 9 pamoja na Rich Media tuko vizuri kabisa. Sijui wewe hapa kilingeni kwako kunaendaje? Kwangu mimi alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema atufanyia wepesi, tuko salama kabisa, tuko mwezene. Dokta, leo tumeweza kukutembelea mara baada ya kuweza kuona utabiri wako umeweza kutimia. Haya sio mambo rahisi, haya ni mambo makubwa. Tukaona tuweze tukufuate, uweze kutuambia ni nini siri ya wewe kuweza kufanya utabiri mzito kama huu. Tuliweza kuona watu wengi wakazungumza vitu vingi, wakapiga kelele nyingi, wakamponda dada yetu Wema Sepetu, wakasema ni tasa, lakini hawakujua kama kuna wakati wa Mungu, na wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Tukaona tukutembelee Dr. Ruwana. Hii video watu walichukulia kama sio video ambayo itaenda hewani, lakini Dr. yametokea kutokea. Ndugu yangu, kwanza niseme alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, asante Mungu kwa kuwafanya Watanzania na watu ambao wako nje ya Tanzania wanielewe. Kwa sababu kuna watu walinisema sana kwamba unatafuta kiki, unatafuta nini. Kwa sababu mimi ile nilipata njozi asubuhi, nikarekodi ile video nikaiposti. Mpaka baadhi ya ndugu zangu wakasema wewe unatafuta kiki, saizi mganga gani unatafuta kiki, si kuwasema watu. Nikamwambia mara nyingi mimi ndoto zangu waga nikiotaga kitu kinatokea. Nikamwambia wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na subira, kwa sababu hata ukiangalia kisa cha Nabii Ayubu asingekuwa na subira asingekuwaje. Ayubu alipitia matatizo makubwa sana, lakini subira yake ndio imemfanya mpaka leo akawa ni baba yetu wa imani, akawa ni mwalimu wetu, tunajifunza kwetu.
Kiangalia kwenye kisa cha nani, cha Yusufu. Kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni Muislamu, Yusufu, kisa cha Yusufu baba yake alimwambia bana, wapeleleze ndugu zako. Unaambie madhaifu yao na makosa yao wanayokosea. Ndugu zake wakamuona huyu bana, sisi tukikosea taarifa kwa baba zinamfikia. Shida inaanzia kwa wapi? Kuchunguza bana, Yusufu anamfikishia maneno nani? Baba. Wakamkamata Yusufu, wakamtupa shimoni. Walimtupa shimoni. Midiani, ukisoma kile kisa cha kwenye Biblia au kwenye Qur'ani nasema wa Midiani wakati wanatembea watu, kwa sababu zamani watu walikuwa nasafiri, kwa mujibu wa historia wanakuwa nasafiri kwa miguu. Wakamwona mtoto shimoni, kijana yuko shimoni. Wakamsaidia pale, kwenda wakaenda kumuuza kwa jamaa mmoja ambaye yupo karibu na wafalme huko. Walivyomuuza yule jamaa, mke wa yule jamaa akamtamani Yusufu. Ndio maana hii mambo ya tamaa, kumtamani mume wa mtu, kumtamani mke wa mtu au kumtamani mtu hajaanza leo shehe wako. Yameanza muda mrefu. Alivyomtamani yule mwanamke, alivyomtamani akamtaka Yusufu kimapenzi. Yusufu akakataa, ikabidi atoe taarifa kwa mume wake kwamba huyu mtu bana alikuwa ananitaka. Ikabidi Yusufu akatupwa gerezani. Yusufu ametupwa gerezani, amekaa gerezani kwa muda mrefu. Baadaye mfalme akawa anaota ndoto, wa kumtafasiria ndoto zikawa hamna. Hapa naongea haraka kwa sababu ni story ambayo ni ndefu na imeshiba. Ipo siku nitakuja kuwasimulia story ndefu. Dr. Ruwana, ningependa kufahamu wale watu ambao walikuwa wanakuona kama wewe unatafuta kiki, una kipi cha kuambia? Naweza nikwambia kwamba usidharau usiomjua. Kwa sababu wengi watu wana mtandaoni, wanatuona tumeposti madawa, tumeposti video. Wengi wanakuambia yule mtu tapeli nini? Hakujui. Yaani mtu hakujui wala nini. Anakuambia yule mtu ni tapeli wala nini. Kwa usimdharau usiomjua. Hauwezi kujua mtu amebeba nini. Kila mtu kuna kitu ambacho Mungu amempa kipawa. Yaani kila mtu Mungu amempa kitu chake. Sasa je, wewe kitu chako unakifanya vipi? Lakini kila mtu Mungu amempa kitu chake. Kwa usimdharau usiomjua. Binadamu tumetofautiana sana. Binadamu hatufanani. Kuanzia mioyo, kuanzia tabia, mpaka muonekano, mpaka kutembea. Kwa binadamu hatufanani. Kwa usimdharau usiomjua. Tujifunze kumheshimu mtu. Wale walionidharau ndio leo toka asubuhi mimi napokea simu. Mambo ya miamala. Shehe, nimepigiwa simu kutoka kwa Wema mwenyewe. Acha basi doctor. Sijui nani kampa taarifa kwamba hiki kitu, kwa sababu ile video yangu ndio imeanza kutrend. Si mtandaoni jamani. Ukiona unafanya vitu jamani, usiposti mtandaoni vitu vya kipumbavu na vitu vya kijinga. Mtandaoni vitu havifi. Ile video mimi nilikuwa nishaisahau. Ni muda mrefu nishaisahau ile video mimi. Lakini angalia jinsi ile video ilivyozunguka mtandao, ukipita TikTok kila sehemu, mganga wa Wema mpaka nyie mmefikaje hapa kutokana na hiyo video. Kwa mnapopost kitu mtandaoni, tujitahidi kuposti vitu ambavyo tulikuwa tunajua kwamba kitu kinaishi. Mtandaoni vitu vinaishi, utakufa wewe. Lakini watoto wako wataona, ndugu zako wataona, vitu vinaishi. Mimi sikujua kama hii video kwanza kwa bado ipo mtandaoni. Account niliyopost ile video nishaisahau kabisa, hata password sikumbuki. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana. Kwa uwezo wa Allah ndio hivyo. Sasa hivi aibu zimekuwa za kwao sasa. Wale walionidharau sasa hivi heshima imekuja. Mtu anakupigia simu bana 1 2 3 tumeona fulani ulitabiri nini. Naambia sio mimi, ni kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hajakushindwa kitu, anashinda kitu chochote kile. Ndio maana kila siku napenda kuambia, kama wewe unaamua kumcha Allah, mche Allah. Kama unaamua kuwa mshirikina, kwa sababu kuna watu ambao wanamcha Allah na ni washirikina, ni wachawi. Usimwone mtu anaswali sana, mlokole sana eti sio mchawi. Wapo ni wachawi na ni watu waswali hina wazuri tu, lakini ni wachawi. Binadamu tumebadilika sana. Sasa dokta, kuna mama, kuna mdada, kuna mwanamke ambaye kwa sasa anaweza kawa na kutazama, anaweza akawa anapitia hali ile ambayo alikuwa anaipitia mwanadada Wema. Lakini hapo ni kitu gani ambacho kilikuwa kinamfanya Wema asiweze kupata mtoto kwa kipindi chote hiki? Je, ilikuwa ni mipango ya Mungu ama kuna watu waliweza kuweka mikono yao ili kusababisha Wema asiweze kupata mtoto? Alikuwa na jini Subiani ambaye alikuwa ameshika tumbo. Jini Subiani alikuwa na vifungo, kafungwa kichawi. Na wale mfunga tumia nguo yake ya ndani. Kwa hiyo mimi ninapowaambia kila siku kwamba majini Subiani, jini mahaba, wewe unalala unaota mapenzi, unafanya mapenzi, unalala usiku ulikuwa unaota ndoto, sasa hivi ndoto zimekata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shtukeni. Yule alikuwa na jini mbaya tumboni. Na mambo yote yamefanywa na Halija ndugu. Anaposema Halija ndugu ni ndugu, watu wa karibu ndio wanafanya hivyo.
Hakuna watu wanaotuumiza kama ndugu tunaowapenda. Wewe unampenda mtu kwa upendo tu mzuri, lakini yeye sasa anachokufanyia hauwezi kuamini. Wewe ukiamua kumpenda mtu mpende, ukiamua kumchukia mtu mchukie. Kutokana binadamu sasa hivi wamekuwa wanyama sana. Tunawathamini, wao hawatuthamini, tunawaheshimu, wao hawatuheshimu. Mimi kila siku napenda kuwashauri watu, kama mambo hawajakukuta hauwezi kuelewa. Kwa mtu anakuambia shiriki ni dhambi, shiriki ni dhambi. Huyo mtu akija kiumwa akazunguka hospitali, wanamwambia hauna ugonjwa. Utakuja kuelewa kumbe uchawi upo. Shekhe, kuna watu ambao mtu ana mimba ina miezi 13, 15, 16. Ana mimba. Anaelewa vizuri she, mimba ina miezi 15, 16, hajifungui. Akipima kwenye kipimo kidogo, mimba inasoma. Akipima kwenye ultrasound, mimba haipo. Mtoto haonekani tumboni. Kwa hiyo shehe wangu, ni baadhi ya vitu ambavyo vinawakabili watu wengi sana. Lakini tusiache kumcha Allah, kwa sababu kama majina ya mambo Mwenyezi Mungu, sisi na kila mtu tusimwombe Mwenyezi Mungu, lakini tusisahau kwamba uchawi upo. Unamwambia nini sasa mwanamke ambaye ameipitia hali kama ya Wema, au hivi sasa anakutazama na anapitia hali hiyo ya kushindwa kuweza kupata mtoto? Aje wewe ambaye una changamoto yoyote ile ya uzazi, una changamoto ya kiafya, una changamoto ya kipato, una changamoto ya kazi, una changamoto ya ndoa, nazaa nikasema kwamba nitafute nikusaidie. Sio mimi, ni kwa uwezo wa Allah. Mimi sina uwezo wa kukusaidia, lakini Mwenyezi Mungu na kupitia mizimu yangu na asili ya kwangu na majini yangu, basi nitaweza kukusaidia. Na wale ambao mpo nje ya nchi, namba yangu ya simu ni ile ile, +255 768247710. Wale ambao mpo Tanzania ni 0768247710. Na nipende kuwashukuru kwanza nyie waandishi wa habari. Kupitia nyie nimesaidia watu wengi sana. Kupitia nyie mmeniunganisha na familia mpya ambao nisingeweza kujuana nao. Kwanza niseme asante sana ndugu waandishi wa habari kwa kupenda kuja kunitembelea, kwa sababu napata familia nyingi kutoka Zambia, kutoka Malawi, Burundi, Kongo, India, wapi Marekani, China. Napata familia nyingi. South Africa penyewe kama nyumbani kupitia nyie, kwa sababu interview zangu zinaenda nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mmenikuletea na familia kubwa sana. Niseme asante sana. Naam, wanasema ni Dr. Luana to the worldwide. Hapo Dr. Luana, kuna mchungaji ambaye ameweza kuibuka na yeye anasema kwamba aliweza kutabiri ya kwamba binti ataweza kupata mimba, lakini kwenye utabiri wake yeye hakusema ni nani. Alitumia kuzunguka. Na siku za hivi karibuni tumeshuhudia wachungaji wengi wamekuwa wakifanya mambo kama haya. Tumeweza kuona wakitabiri mambo tofauti kwenye nyanja tofauti. Sasa huyu mchungaji ni kweli alitabiri na yeye aliweza kuoneshwa kwa upande wake, au amekuja tu kuwadanganya wa Tanzania? Wanasema amekuja kutafuta kiki, ni content creator. Naomba nijue jina lake kwanza. Kwa sababu ambazo zipo nje ya uwezo wetu hatuwezi kutaja jina lake. Sawa. Ni mchungaji. Namuona yuko na watu wengi. Sio mweupe sana, hapana. Ni kama maji ya kunde, mnene kidogo. Sio mweupe sana, ni kawaida, mrefu. Huyu mwenyewe ni mgonjwa. Yeye mwenyewe anaumwa. Dokta, mchungaji anaumwa wakati Mungu anamsimamia dokta? Yeye ni nani? Ameumwa Ayubu, alikuwa asimamiwa na Mwenyezi Mungu. Yeye ni mchungaji, kwa nini aumwe? Sasa mchungaji si nabii kama nabii wengine? Tuambie sasa, aliwadanganya wa Tanzania, yeye ni content creator au kuna kitu kingine? Unajua mimi napenda kusema kitu kimoja, kwamba kuna muda inabidi tuheshimu kitu kinachoitwa majini. Kupitia majini na kupitia uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mungu amewapa kipawa kikubwa sana majini kuliko sisi wanadamu. Sisi ndio maana tukapewa sisi tuwaongoze majini. Laiti kama majini wangeambiwa watuongoze sisi tuongozwe na majini, na sisi wote tungekuwa tumeshakufa. Kwa sababu majini sio waongo shehe. Jini akikwambia kesho nitakupa zawadi saa 7 kweli. Akikwambia hiki ni hiki kweli. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo unaona majini wametupita mbali sana. Yule ni mgonjwa yule. Ni mgonjwa sana, anaumwa. Mgonjwa mchungaji yule. Kwa hiyo kiuhalisia unataka kusema kwamba
Mchungaji ni mgonjwa na kile ambacho alikuwa anakizungumza ilikuwa ni